Tusisali kinafiki. Maana yake mnafiki anachokifanya kinachoonekana ni tofauti na kile ambacho kiko ndani ya moyo wake au kile anachokusudia kukitenda. Na inawezekana mtu akaonekana nasali sana si kwa sababu anamwabudu Mungu zaidi, lakini kwa sababu ni mnafiki, anataka kutumia sala kama silaha ya kuficha unafiki wake. Na kimsingi wanatueleza kwamba katika hali kama hiyo, mtu ambaye anasali kinafiki, kadiri unafiki unavyoongezeka ataongeza sala. Kama wewe ulikuwa unasali rozari ukitumia rozari ndogo kuficha unafiki, kuficha tabia zako au maovu yako, ili watu wajue kwamba wewe ni mtu anayesali rozari, anayemheshimu Bikira Maria, basi unafiki wako utakapozidi, kwa vyote vile itabidi pia rozari yako iwe kubwa zaidi. Kwa hiyo unaweza ukaona mtu amevaa rozari kubwa inatoka shingoni mpaka miguuni, ukadhani ni mtu wa imani, lakini kumbe rozari yake imepanuka, imeongezeka kulingana na kuongezeka kwa unafiki wake au uovu wake. Kwa hiyo sio swala tu la kwamba unasali, lakini unaweza ukawa unasali kinafiki. Na Bwana wetu Yesu Kristo anatuambia tunaposali tusisali kinafiki, tusali sala ile ambayo tunajua kwamba inatuunganisha na Mungu, inatujenga na tufanya tujitambue na itazaa matunda. Kitu kingine ambacho tunaweza tukakifanya kwa kizingiti katika kusali ni kupayuka payuka. Mtu akafikiri kwamba kwa kusali au kwa kusema maneno mengi basi atamtukuza Mungu, kumbe kila anachokisali akijui, yeye anakazana kuongeza maneno. Sasa Bwana wetu Yesu Kristo anasema msisali kama wapagani au watu wa mataifa. Watu wa mataifa ni watu ambao hawajui. Katika lugha ya Kilatini, mpagani au tunaita pagano, homo paganus, ni mtu ambaye ni wapembeni pembeni, abomu mpita habari abatana habiri ruba yura akauri kitunguru ya inamaki uro ya jakulia. Lakini mtu ambaye ni homo religiosus, mtu ambaye a religious person, maana yake ni mtu aliyestaarabika. Kwa hiyo anaposali anajua kila anachokifanya, hapa yukipayuki akimbilie mambo. Kwa hiyo na sisi tunaposali tunaonywa kwamba tusali tukijua tunafanya nini, vinginevyo tutakuwa tunafanya nini? Tunapayuka payuka. Kizingiti kingine katika kusali ni kusali kishirikina. Kwa asili watu tulio wengi tumetoka katika mazingira ya imani za kishirikina, na tunaweza tukachukua ushirikina kutoka kwenye tamaduni zetu au mazingira tunakotoka tukayaweka katika imani. Tunapomvua muumini irizi tukamvika rozari, tunachotaka kufanya sio kwamba tumejipendelea, tumemnyang'anya kila alichokuwa nacho tukamvika kitu kingine. Hapana. Tena Mtume Paulo alienda mahali fulani, akawa anaangalia watu wanasema wanamwabudu Mungu asiyeonekana. Akasema hawa watu wana imani kweli, sasa mimi nitawasaidia ili Mungu huyu anayemwabudu bila kumjua wamjue, wamwabudu wakiwa wanamjua. Kwa hiyo mimi kama padre au mtu yeyote nitakapokuvua wewe irizi, kimsingi wewe ni chanzo kizuri kwa imani, kwa sababu unaamini katika kitu fulani. No mwaya gambati mpise kalio kironde tina kirobu bandisu. Nitachukua sabani, nikikuta umevaa irizi sitakugombeza sana, kwa sababu nimeshakuwa na mwanzo. Huyu mtu ana imani katika kitu fulani, lakini sasa nataka kumsaidia kumvua irizi ambayo haina msaada wowote, kumvika rozari au medali au kitu kingine chochote tunachokitumia kama kisakramenti kwa nia ya kumsaidia muumini. Kwa hiyo ninachofanya sio kwamba ninamuonea au nataka kujipendelea au kumtoa au kumpeleka kule. Ninachofanya ni kumsaidia, anahitaji msaada, anaamini kwamba naweza kapata nguvu fulani ya kumsaidia katika shughuli zake, katika mazingira yake. Sasa tatizo, kile anachokiamini hakina nguvu na mimi ninachompatia kinakuwa na nguvu. Kwa hiyo mtu akienda katika staili hiyo atavua irizi kwa amani na atasali kwa amani. Kizingiti kingine ambacho kinaweza kawa
Kikwazo kwa muumini kusali ni kule kwenda kwa mkumbo, kusali kama mtindo wa maisha. Inawezekana watu wengine wakaja kwenye hija kwa sababu wanasikia watu wanakwenda kwenye hija, na wakatoka bila kuwa na imani ile ambayo tunaitaka. Kuna wakati fulani baada ya hija, katika kusafiri kwetu, muumini mmoja alikuwa analalamika kwa maana kwamba amekuja kusali na alitamani sana kwenda na maji ya baraka. Akasema msururu ulikuwa mrefu mno mpaka nikashindwa kupata maji. Nikasema vizuri, lakini wewe mwenyewe ndio umejiangusha. Kimsingi tunachota maji kwenye bomba, lakini kama mazingira ya kuruhusu kuchota pale, usirudi nyumbani bila maji. Unaweza ukateremka chini kidogo hapo ukachota maji, kwa sababu maji yamebarikiwa. Yale ya bomba ni vizuri kwa sababu ni kama sehemu ya ibada, tunayachota pale. Lakini kama ukuweza kufika pale, ukaenda chini kidogo, kwa sababu yule mwenzaka naye kinga na kinga yale yanayobaki yanateremka chini, ukiyachota hayo kwa imani kabisa, uwe na amani kabisa, utakuwa umechota maji. Na maji yawe yanatembea kwenda chini, yawe yanatembea kutoka juu, yanapata baraka kwa sababu ya imani yetu na nia tulionayo. Na inawezekana maji ambayo watu watachota kesho, sasa hivi yako Mbunda, yanasafiri ili kesho yafike hapa. Kwa hiyo pamoja na kwamba yako Mbunda yanasafiri, yameshabarikiwa kwa nia yetu. Na hata ukitoka hapa yakaenda Kantare, ukiwa na imani, unaweza ukachota hayo maji, ukaenda kwa amani, ukawa na maji ya Nyakijogo bila kukosa maji kwa sababu msururu kwa mrefu. Kwa sababu ukifanya hivyo, maana yake unafanya kile ambacho watu wanakifanya, kwa sababu huwa wanafika, wanajipanga kwenye mstari, wanasubiri, askari wanaruhusu 2, 3 wanakwenda, wengine wanasema wanaskambo, na wakati mwingine kulikuwa ni vita hapa, baadaye wakaweka utaratibu, alafu mtu anarudi nyumbani ana imani. Wakati hija ni safari kama nitakavyoeleza, ambayo unajiandalia kutoka nyumbani, na kila hatua unayopiga katika hija yako mpaka mwisho utakapopata rehema kamili ni sehemu ya ibada, ni sehemu ya hija. Kwa hiyo usije ukafika katikati ukajikwaza wewe mwenyewe kwa sababu kupata maji kutoka kwenye bomba. Mtote maji kwenye bomba, lakini atakayekosa, nasisitiza kwamba anaweza kaenda hapa mbele kidogo akachota, au ukiwa na uwezo kutoboa juu kidogo, unaweza pale vile ukachota, kwa sababu maji kama umeyachota katika mazingira haya kwa imani, yote yamefanya nini? Yamebarikiwa. Tumsifu Yesu Kristo. Tuko wote, au wengine wamebeba maji ya bomba wakarudi nyumbani. Unaweza ukabeba maji ya bomba, mwingine akishayapata anarudi nyumbani. Ni kama muumini mmoja alikuwa anasema, siku hizi kuna miujiza. Binadamu anaweza akashindwa kwenda kusali, lakini kitu kikaenda kikasali. Kwa mfano, unakuta mtu muumini anabasha ya sadaka, na pale kwenye kisanduku cha Jumapili fulani nafasi zote zimejaa, lakini yeye haendi kanisani. Kumbe bahasha inasali, yeye hasali. Sasa unajiuliza, ni bahasha ndio sali au yule mwenye bahasha? Kwa hiyo inawezekana mtu amekuja kuchota maji, baadaye akafanya nini? Akaondoka. Kwa hiyo ikawa kama anafanya kama ushirikina fulani, au pengine anafanya mashindano, au anafanya kama wengine. Nasema nisipobeba maji neema hazikuingia nyumbani kwangu. Na kwa sababu hiyo wanabeba wowote, hata wanaweza kuwa Waislamu, wanaweza kuwa Luteri, wanaweza kuwa Katoliki. Wanapofanya hivyo ni vizuri, lakini tunafanya hivyo kwa sababu tunaamini kwamba haya maji yana nguvu ya kutusaidia. Kinyume chake, basi tutakuwa tunasali au tunafanya kama kitu kama ushirikina. Baada ya kutoa hayo maelezo, sasa nieleze kusali ni nini. Kusali ni nini? Kusali, nimetafuta tafsiri ya katekisimu ya Kiaya kwa makusudi kazi, kwa sababu ni kitu ambacho tunajifunza kila siku, na maelezo inayotoa yanatosha kabisa kama nitafanya tafsiri kutueleza nini maana ya kusali. Okwegashaniza ni kukutekereza Mungu, nitumwabudu, nitumusima, nitumutonga nao, nitumushabibu. Ngibyo nebyo tugiraki, ibyo tuetaga. Ni mambo manne. Tunaposali tunamwabudu Mungu, tunamshukuru, tunamuomba msamaha, halafu tunatoa mahitaji yetu. Na ni katika mtiririko huo, sala yoyote iwe ya ghafla, iwe ya nini, inakwenda katika mtiririko huo. Utakapoenda kusali, ukaanza na maombi kabla ya kumwabudu Mungu, kabla ya kumshukuru, kabla ya kumuomba msamaha, utakuwa unapayuka. Ni katika mtiririko huo. Hata kama ni ghafla, ukikutana na nyoka ghafla
unasema Mungu wangu. Kwa nini usiseme Samia Suluhu au Biabato mbunge wangu au Focus? Useme Focus kwa sababu Focus ana uwezo kama Mungu. Kwa kule kutamka tu kwamba Mungu wangu, Yesu, na wakati mwingine unasema Bikira Maria, Mama Bikira Maria, maana yake unaamini katika kitu ambacho kina uwezo. Kwa hiyo kila sala tunayoisali lazima hatua ya kwanza iwe ya kumwabudu Mungu, kutambua kwamba nimeenda kwa mtu ambaye ana uwezo kupita vitu vyote. Na kwa maana hiyo mtu akisali kwa kupitia hizo hatua nilizozisema 4 katika mtiririko huo, awe ni Muislamu, awe ni Mkatoliki, awe sijui ni nani, bado atakuwa anasali kwa sababu anaongea na Mungu. Na kwa maana hiyo itakuwa inashangaza mtu akienda kusali kanisani, anasema maombi yake ya kuyasikia, anaenda kwa Luteri. Maana yake Mungu aliyekuwa unaongea naye akuwa Mungu wa kweli, akuwa na uwezo. Ndicho nataka kusema. Sasa amefaili. Kwa hiyo unaweza ukaenda kwa mganga wa kienyeji, au kaenda kwa mchungaji, au kwa mtu mwingine, au kakata tamaa, kwa sababu Mungu ana uwezo. Kwa hiyo unapopiga hatua ya kwanza katika kusali, kama unasali, hatua ya kwanza ni kumwabudu Mungu. Bila hiyo, kama katika hatua ya kwanza haujiweki mbele ya Mungu kama Mungu ambaye ni nafsi yenye uwezo kuliko vyote, sio kiumbe, ni nafsi, kwa sababu Mungu ana uwezo wote. Ukienda mbele yake unasema Mungu wangu, nimekuja kusali au kuomba, hata kupitia kwa mtu mwingine, hata kama ni mtakatifu akusaidie katika kuomba na kukuombea, basi hatua hizo zote 4 utazipitia. Kuna mwanatheolojia mmoja alikuwa anasema kwamba most of our prayers are a praise. Sala zetu zilizo nyingi ni mchezo. Hapa nitaongea kiaya kidogo. Uruto bali tulibato tukantuzana umuntu ayikwenda kufuga twayigagendira arira tuzitekaho buguru ngitegemeendera arira nigana tukebe impango nke yamtuishe angafia ange ishakara eya yangiro endirarira niberi impango kutekaho tuguru andirarire impango aho gamba wafugente kaka ubaka bikarira kake aka kilomita 5 anga kagemu ako mumperero ukataho tugura wafuga kabuzi anga kajanga orwe kukorendira ndake bande tokafugire orori fugente yonene awafuga. Sasa orwe kubano utekendira ali amaguru no bano ogiraki no renga koreka okufuga ebitungano mukushanako. Kwa hiyo ni hatua katika kufikia hatua ya kuwa mfugaji. Kwa hiyo kuja kwetu hapa kusali, inawezekana tumekuja bila kuwa na malengo au bila kuwa kujua tunafanya nini, lakini ni hatua katika kufikia ule kile tunachokitaka. Basi kama nilivyosema, utakapokuwa unasali utapitia hizo hatua 4. Uwe unasali kwa haraka, lakini lazima uzipitie. Unamwabudu Mungu, unamshukuru. Kwanza mshukuru kwamba umefika. Ukija hapa hata kama una shida namna gani, usianze na maombi. Kwanza mwabudu Mungu, mshukuru. Wala umeamini kwamba nikienda Nyakijoga nitakuta hewa. Umekuja na gunia au mtungi wa gesi kwa ajili ya kupumua? Hapana, unaamini kwamba kila ukienda Dar es Salaam, wengine wametoka Dar es Salaam kuja hapa, mtu anaamini kwamba kwa neema ya Mungu nikienda Nyakijoga nitakuta hewa. Kwa hiyo unakuja na pua yako, unanusa. Kwa hiyo wala umshukuru Mungu hata kama una matatizo makubwa yamekukabili katika familia au katika shughuli zako. Mshukuru Mungu kwamba wala unapata hewa. Yaani tunayo mambo mengi ya kumshukuru Mungu. Mungu anatusaidia katika mambo mengi. Hata angeweza tu kutufanya tutereze, tusiweza kufika hapa. Angeamua kwamba kile tunachokiita kwa Kiingereza friction akaiondoa, hata mimi hapa ningedondoka tu. Ningetereza, singesimama na nagongana na watu. Lakini nimshukuru Mungu wala kuna friction, naweza nikasimama nikaongea na watu wakanitazama. Kuna mambo mengi ya kumshukuru Mungu. Usimkimbilie Mungu ukafikiri kwamba amekusahau, ukasahau kumshukuru. Alafu utakuja kumuomba msamaha. Lazima kabisa, kwa sababu pamoja na kwamba wakati mwingine Mungu watu tunasema pengine
aangalie au asikilize maombi yetu kwa wale wasiokuwa na imani, lakini Mungu anatusaidia mambo mengi. Inabidi tumuombe msamaha, kwa sababu wakati mwingine tunashindwa kwa sababu ya makosa yetu. Wakati mwingine tunashindwa kwa sababu ya makosa yetu. Nilikuwa na tafakari nilipokuja janga la corona, maaskofu walitengeneza sala haraka, sababu ugonjwa ule ulikuwa unatisha na bado unatisha, ingawaje inaonekana kwamba kwa neema ya Mungu tunamshukuru sasa hivi kuna chanjo na maambukizi yanapungua. Lakini pale mwanzoni walitutengenezea sala ya kusali mara moja kumuomba Mwenyezi Mungu kutuepusha na janga la corona. Ile sala ina paragrafu 3, ina aya 3. Aya ya kwanza ni ya kumwabudu Mungu na kutoa heshima na kukubali kwamba yeye ndiye mwenye enzi kuu. Aya ya pili inatoa kisababishi kikubwa cha ugonjwa wa corona. Katika sala ya baraza la maaskofu, kisababishi kikuu cha corona ni dhambi, wala sio kirusi, kwa sababu wanasema utusamee kwa sababu tumetenda dhambi. Sasa la kushangaza, watu tunavaa barakoa lakini hatuungami. Kwa hiyo kwa kuvaa barakoa hatujaondoa ubaya au madhara au majanga ya virusi, vitazidi kuja. Ilikuja ukimwi, tunatembea nao, na walikuwa wanasema kwamba ilipokuja corona wenye ukimwi wakasahau ukimwi wao, wakakimbilia kwa corona. Mtu ana ukimwi, ni muathirika, yuko kwenye vidonge, lakini anakimbia kuvaa barakoa kwa sababu wanasema mwenye ukimwi ni dhaifu. Kwa hiyo corona ikija, kwa hiyo tulipata ukimwi, ni kirusi kwa sababu ya dhambi. Sasa ikaja corona, mnyauko, yote havijapona. Lakini wanavyosema kisababishi kikubwa ni dhambi, kama nilielewa vizuri hiyo sana. Sasa kama kisababishi kikubwa cha corona ni dhambi, kwamba tunapotenda dhambi tutapata majanga na pengine tutakosa msaada wa Mungu, basi ni vizuri tuzingatie mambo ya msingi. Tumevaa barakoa, lakini sasa je, barakoa ya roho tumeivaa? Unakuta mtu ana mke hawajafunga ndoa, wote wamevaa barakoa. Wamevaa barakoa ya kirusi, lakini hawajavaa barakoa ya kisababishi kikuu. Kwa hiyo wanazuia barakoa, wanazuia kirusi kwa barakoa, lakini kwa kweli dhambi, wako ndani ya dhambi. Kwa hiyo dhambi wanaweza wakawa kwa dhambi yao, hatuwahukumu watu kwa dhambi zetu, labda niseme tunaweza tukasababisha majanga makubwa zaidi. Kwa hiyo tuiogope dhambi. Ndio sababu tunasema kwamba katika kusali lazima tumuombe Mungu msamaha. Na ile sala inasema kabisa, inaeleza kabisa, imeongelea juu ya msamaha na kusema kwamba hata pamoja na kwamba binadamu wanatenda dhambi, Mungu huwa amwachi, anamtegemeza. Na inavyoelekea kweli Mungu anatupenda pamoja na dhambi zetu. Kwa hiyo katika sala yoyote lazima muombe Mungu msamaha. Na baada ya kumuomba msamaha, sasa kama una maombi yako unaweza ukayaweka. Na wakati mwingine hata kama ujui namna ya kuyaweka, wewe ukishajiweka mbele ya Mungu, ukamwabudu, ukamshukuru, ukamuomba msamaha, yeye atakujaza, kwa sababu anayajua kabla wewe hujamuomba, kama tulivyosikia katika somo la Injili. Kwa hiyo ndugu zangu, sala yetu itakuwa na maana kama tutapitia kwenye hatua hizo. Yule ambaye alikuwa ajui kusali ni nini, kusali ndio huko ukwegashaniza, niko kutekereza Mungu, nitumwabudu, nitumsima, tumutonganaho, nitumushabane birungi byona ebyo twetaga. Je, kusali ni lazima? Kwa sababu Mungu anajua yale ambayo tunataka kumuomba. Sasa kusali ni lazima? Ni lazima kabisa. Kwa sababu gani? Kwa sababu ni agizo la Bwana wetu Yesu Kristo. Wanakwaya, kama mtakuwa na kitabu cha sala, labda tutaongozana au mtanisaidia tutakapokuwa na jaribu kuimba ili twende pamoja. Ni agizo. Kuna wimbo ule okwegashaniza. Okwegashaniza. Ukiangalia ule wimbo, anapoeleza maana ya kusali katika wimbo, amepitia katika hatua hizo 4. Na yale ya 4 kama nilivyosema inakuja baadaye. Kwa hiyo kwa nini lazima tusali? Tunasali kwa sababu ni agizo la Bwana wetu Yesu Kristo. Okwegashaniza
muwango mukama akatuwa nushara ishe icho mwiguro. Ni agizo la Bwana. Tunasali kwa sababu ametuagiza tusali. Kwa hiyo lazima tusali kwa sababu ni agizo la Bwana. Tunasali pia kwa sababu Mungu amemuumba binadamu akiwa na akili. Kwa hiyo binadamu ndiye anayetoa thamani kwa viumbe vingine. Mawe yapo tu, tusipoyatumia kujenga nyumba yanabaki kuwa mawe. Sasa Mungu baada ya kuumba vitu vyote aliumba kiumbe ambacho kitamuunganisha Mungu na viumbe vingine. Ni binadamu mwenye akili. Kwa hiyo tunasali kwa sababu katika kusali ndiyo njia pekee ya kuongea na Mungu. Tunaongea na mzazi wetu kwa njia ya kusali. Mungu aonekane, lakini tunamuona kwa imani, na sehemu ya kumuona na kuongea naye kama baba na mtoto ni kwa njia ya kusali. Nani ambaye hapendi kuongea na baba yake? Nani hapendi kuongea na mama yake? Sasa katika ulimwengu wa roho, yale ambayo hatuyaoni tunayaamini, na kiungo au mahusiano hayo tunayaboresha kwa kutumia njia ya kusali. Kwa hiyo tunasali kama njia ya kuongea na Mungu. Lakini vile vile tunasali, tuna ulazima wa kusali kama Mtakatifu Agustino anavyosema. Anasema kwamba tunasali ili tuonyeshe kwamba tuna shauku, tunathamini kile tunachokiomba. Kwa hiyo kama unaomba kitu wewe mwenyewe na unakitamani na unajiweka katika hali ya kukipokea, ile shauku unayoionyesha, na mbele ya Mungu anapenda kuona kwamba mtoto wake, pamoja na kwamba anajua mahitaji yake, lakini naye mtoto wake anamtambua kwamba Mungu ndiye anamwezesha, ndiye anaweza kumpa haya mahitaji, na anakwenda kumuomba Mwenyezi Mungu ampe yale ambayo tayari alishajua kwamba anayahitaji. Kwa hiyo unaboresha mahusiano kwa ile shauku. Kwa hiyo ndugu zangu, tusali kwa sababu hiyo, kwamba tunaposali Mungu anatambua kwamba kweli tumedhamiria kuyapokea hayo tunayoyaomba na kuyatumia vizuri, na pale tutakapokwama tutamrudia yeye kama msaada. Kwa hiyo hiyo pia ni sababu ya kutufanya tusali. Tunasali pia kwa sababu tunatarajia kupata matunda ya sala. Tunapata matunda ya sala. Walio wengi hapa na waliokuwa wanatoa hata maombi walikuwa wanasema tunamshukuru Mungu tumepata hili. Wengine wanasema tunajenga kanisa, tunataka kulimaliza. Wengine wanasema tulikuwa tunajenga sijui hospitali, tumeimaliza. Mwingine ana mambo yake anayoona kwamba Mungu ameshafanya nini, ameshamjibu. Kwa hiyo tunapokuwa tunasali tunategemea kwamba tutapata majibu ya sala zetu. Kwa hiyo kusali ni lazima kwa sababu hizo nilizozitaja kwamba ni agizo la Bwana wetu Yesu Kristo. Vile vile tunasali kwa sababu tunaongea na Mungu. Tunasali vile vile kuonyesha shauku ya kile tunachokiomba, na tunasali kwa sababu sala ina matunda. Yule ambaye hajapata akisali kwa utaratibu nilimwambia, utapata matunda tu. Na Mtume Yakobo anasema hatupati kwa sababu hatusali. Na tukisali inawezekana tunasali vibaya. Kwa hiyo sasa kama unasali na unasali vizuri kwa utaratibu mzuri, kama umenielewa, ingawaje wengi wamelala, lakini inawezekana ikawa amelala lakini moyo au kulala. Nilikuwa nimelala moyo wangu macho. Inawezekana moyo uko macho, kilicholala ni kiwiliwili. Kilicholala ni kiwiliwili, lakini inawezekana vile vile kiwiliwili kikalala lakini na moyo ukafanya nini? Ukalala. Kwa sababu Mlatia anasema mensi sana ni corpore sano. Kwa hiyo kama mwili unajisikia vibaya, inawezekana hata roho ikafanya nini? Ikajisikia vibaya. Kwa hiyo wale waliolala wanaweza wakaamka, wasije wakalala daima. Kwa hiyo ndugu zangu, tunasali, tuna lazima ya kusali kwa sababu ni hizo zitaji. Je, swali jingine la kujiuliza, zipo namna za kusali? Ndio, ziko namna za kusali. Tunaweza kusali kama kikundi, kama hapa tunavyosali, sio? Tumekuja ni watu wengi, tunasali pamoja. Lakini vile vile unaweza ukasali wewe peke yako. Lakini katika kusali kokote kule, uwe kwenye kikundi, uwe peke yako, lazima zile hatua 4 uzipite.
Na kwa maana hiyo sala yenye maana ni ile inayomfanya yule anayesali aongee kweli na Mungu. Kwa Kiingereza wanaita personal encounter. Wewe unasali peke yako, wewe unasali na watu, lazima kabisa usikie kwamba mimi kama mimi katika sala hii ninaongea na Mungu, namsikia Mungu. Kama hujafikia hatua hiyo, basi sala yako itakuwa ina maana. Kwa hiyo tunasali kama kikundi, lakini vile vile tunaweza tukasali mtu binafsi. Kwa hiyo ni namna moja ya kusali. Tunaweza tukasali pia kwa namna nyingine kwa kutoa sauti, kama hapa tulipokuwa tunasali rozari na tumeweka kipaza sauti, tunasikika kule mpaka ng'ambo ya eneo hili. Tunasali kwa sauti kubwa inayosikika. Na unapokuwa unasali katika jumuiya kubwa au katika mkusanyiko kama mkubwa kama huu, lazima usali kwa sauti. Nikumbuka kuna wakati fulani kuna padri mmoja alikuwa anatufundisha, Father Hubert. Yeye alikuwa anasema mtu ambaye anajiandaa kuwa padre na mtu ambaye si mnafiki, ni mkweli na muwazi, anapokuwa anaongea lazima aongee mambo yasikike. Kwa hiyo alipokuwa ukiongea usiposikika anakuambia oyatike. Kwa hiyo hata mimi hapa najaribu kufanya nini? Kupasuka, kwa sababu kuna umati wa watu. Ni nyatika abantu kabampulira, kwa sababu naongea na watu wengi. Kwa hiyo unaweza ukaongea kwa sauti kubwa, lakini vile vile unaweza ukaongea kwa sauti ndogo. Unaongea kwa sauti lakini ndogo unayoisikia wewe mwenyewe au mtu aliye karibu. Bado kusema atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, mwanzo na sasa. Mwingine anaweza kusema kuna mkwaruzo. Kumbe mimi naongea kwa sauti lakini sauti ndogo. Lakini vile vile unaweza ukasali kimoyomoyo. Mdomo hauchezi, hautoi sauti, lakini moyo macho, unasali kimoyomoyo. Na namna hii ya kusali kimoyomoyo, ambayo mara nyingi wanaita meditasio, huwa inatafakarisha sana. Na wanatutahadharisha kwamba katika kusali tuepukane na kuwa waongeaji tu, tuwe pia wasikilizaji. Mtu anayesali vizuri anasema machache kwa sababu Mungu anayajua, alafu anamsikiliza Mungu. Kwa hiyo tunapokuwa tunasali tufanye nini? Tutumie muda mwingi kusikiliza. Na ndiyo sababu katika maisha ili ufanikiwe lazima ufanye meditasio. Na meditasio sio maisha ya kiroho tu. Meditasio ni katika kila kitu. Ile tafakari katika kila kitu unachokifanya. Unaweza ukawa unakula mezani, ukafanya meditasio. Angalia chakula unachokula. Hiki ndicho chakula ambacho mtu mwenye akili anakula kweli. Hari mukaboga, hari muzima na ntura. Utafakari, ukore meditasio. Oinko abantu bari ni India angani Inserbia. Kumkazi wa arashora akarugo munju akagenda. Ukore meditasio umurebo kwa kutambuka. Ukumukazi angaruo nkante. Nikuwa muresire na ashana. Ukamureta na yesega mazitanga kwa tamu biri mbone ungaomoka. Kweli kumukazi. Meditasio tirazi moshomesa puri. Utafakari. Oreba kana kaoro ko byashu oreba kaguru. Kajane karamu ya Obama otyo kumwana anga kantu kushabasi. Meditasio bikori emirimo yawo ko kugikora urebe mbari walima nko ineibwa ushagone kishegeshe. Kwa hiyo fanya meditasio maana yake ujiulize maswali. Kila kitu unachokifanya ujiulize maswali. Kwa hiyo unapoongea na Mungu jiulize pia kama Mungu anafanya nini, naye anaongea. Kwa hiyo wanasema tuseme machache lakini tumsikilize Mungu, na Mungu anaongea. Na wengine pengine wanasema Mungu asikilizi au ajibu sala zao, kumbe yeye atumbe nafasi akaongea. Kwa sababu mambo mengine utakapoongea na Mungu itabidi afanye nini? Akusaidie ili uweze kubadilika, kwa sababu tutakavyoona baadaye sala pia ina faida zake. Tukitoka hapo basi twende kwenye faida za sala. Je, sala ina faida? Ndiyo, sala ina faida. Faida ya kwanza, kwa kusali, sala itakusaidia uongee na Mungu, Muumba wako. Mungu kama nilivyosema atumuoni. Tuna imani Mungu yupo kwa yale ambayo yanatuonyesha kwamba Mungu yupo. Maana hiyo ndio imani. Ningekuwa na nafasi naongea juu ya imani na yenyewe ningeeleza imani ni nini, kwa sababu imani
kulingana na waraka wa mtume, sio waraka kwa Waebrania sura ya 11 mstari wa kwanza. Hapo wanatoa maana ya imani. Imani ni bayana ya mambo yasiyoonekana, hakika ya mambo yatarajiwayo. Bayana ya mambo yasiyoonekana, hakika ya mambo yatarajiwayo. Sawa, tunasali Mungu hajatupa majibu, lakini tuna hakika yale tunayotarajia tuyapata. Hiyo ndio imani, hakuna mashaka. Unakuja kumwomba Bikira Maria, umehangaika, umeingia kwenye foreign kuchota maji, tena unasema lazima nichote kwenye bomba, nisipochota kwenye bomba nimeyakosa maji. Kwa hiyo sasa una imani kweli kwamba nikipata hayo maji. Hujayapata. Wengine naona kwenye msururu wako kule karibu na kanisa, anakuja kwa imani kupata maji. Sasa maji hayapata, lakini anahakika kwamba atayapata. Kwa hiyo ni hakika ya mambo yatarajiwayo, bayana ya mambo yasiyoonekana. Mungu hatujawahi kumkutana naye bahali popote, lakini yale tunayoyaona yanadhihirisha kwamba Mungu yupo. Kwa hiyo ni bayana ya mambo yasiyoonekana na hakika ya mambo yatarajiwayo. Kwa hiyo sala ina matunda. Matunda yake kama nilivyosema ni kuongea na Mungu. Kitu cha pili, sala ina majibu. Unachokiomba kama umekiomba kwa imani utakipata kadiri ya mapenzi ya Mungu, kwa sababu tunaomba tupate hivi, lakini Mungu anaweza kaona kwamba labda tupate kwa njia nyingine au tusipate kwa faida yetu ya kimwili pia na kiroho. Kwa hiyo sala ina faida kwa sababu inatulipa. Sala huongeza imani. Mtu anayesali zaidi imani yake inaongezeka, labda kama anasali kinafiki, kwa sababu nimesema anayesali kwa kutumia unafiki ili waonekane kwamba anasali, kumbe anaficha kilicho ndani yake. Kwa hiyo kadiri unafiki unavyoongezeka atasali zaidi. Lakini yule anayesali kwa imani, kila unaposali na unakuwa na jitihada katika kusali, unaongeza imani yako, unaongeza mahusiano yako na Mungu na watakatifu na hata na watu wengine, kwa sababu tunaposali tunaomba msamaha, tunaposali tunaomba tuwe na mahusiano mazuri na watu, tunaposali tunaomba tuache uhasama, tupendane, tusogee mbele. Kwa hiyo sala ina matunda hayo. Na bado sala ina tunda jingine. Sala huwa inatusaidia kujiapiza. Ndio sababu nilisema mahali fulani kwamba mtu ambaye anajua kusali ni nini, inawezekana pengine asisali sala nyingi. Ndio sababu Yesu anasema msipayuke, kwa sababu sala nyingine ni nzito. Kwa hiyo kwa kusali unajiapiza. Wale wanaojua Kiai wanajua asilimia kubwa anajua Kiai. Ndio munsomo ukore byo Mungu alikwenda toli Mungu kora byao wewe kubiga ndio munsomo ukore byo Mungu alikwenda tinsane kuba munsomo kandi akuzire byo Mungu alikwenda. Unaona usipobifanya tukuzairi turamu ufu biwe fafa fifu tinsane kuba munsomo kandi akuzire byo Mungu alikwenda ndaba mberwa kandi akore byo Mungu alikwenda tinda kuba muntu ayikire kandi akuzire byo Mungu alikwenda uri anjara manya unoshobaki nuyegamba wewe tinda kuba muntu ayikire kandi akuzire byo Mungu alikwenda ndaba mberwa kandi akore byo Mungu alikwenda ngende ntayenda nindagira ukore byo Mungu alikwenda watu Mungu wange bankake kandi asimbariro ko yendezi bwawe waurege nsharo ko kushana. Walituambia kwamba tutasali rozari matendo yote 20, kwa maana matendo ya furaha, matendo ya mwanga, matendo ya uchungu na matendo ya utukufu. Maana yake unasali salamu Maria 200 karibu suna na ngapi na 10 na ngapi, unaisali unairudia, unaisali unairudia, unajiapiza wewe mwenyewe. Ukichukua hata ile sala tunayosali kwa Bikira Maria tunajiapiza sisi wenyewe. Sehemu ya kwanza ya salamu Maria unamsifu Bikira Maria, na sehemu ya pili unakiri kwamba wewe ni mdhambi. Sasa unaposali bila kujua unafanya nini, kama ile Maria ujwire neema omukama inai eri mbero kila bakazi boda nenda yatwete mbero aniyezu. Salamu Maria umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Sasa unapomsifu Bikira Maria, maana yake wewe unajiweka kwenye mtihani, unajiapiza. Yeye amebarikiwa kuliko wanawake wote ulimwenguni.
Sasa wewe kama warau uwezi kubarikiwa kuliko wanawake wote, warau ubarikiwe kuliko wanawake wote katika mtaa wako. Kura utawubasa kushaka bakazi bona bensio da buzima umkyaro kyawe bayo bagiriba yuko mukazi akaberwa kushaka bakazi be kyare kya bwanja nako kagoba chokari kushanga orumubi kushaka bakazi boda ababwanja nibo kambe bishuba norogesa abantu nakayarara umrekarara kuna amri nayo mzuia mtu kupaa. Kwa sababu tunapojiuliza dhambi zetu tunajiuliza katika amri za Mungu za kanisa na shughuli tulizo nazo. Kuna amri ya Mungu inayosema usipae. Kupaa ni usafiri. Kama unapaa kwenda kuroga, unaweza ukaenda kwa pikipiki, unaweza ukajiburuza, unaweza ukaenda kwa ndege ukaroga. Kupaa ni usafiri. Tena usafiri ambao ni salama kulingana na mabadiliko ya tabia ya nchi. Hautumii mafuta, hautumii injini, wakati mwingine hakuna msongamano, trafiki jam. Kwa hiyo ni usafiri wa amani kabisa. Yule anayepaa ajisikie vizuri kabisa. Na kama unaweza ukapaa ukaja kwenye hija, ubarikiwe mwili mzima. Kwa sababu kupaa ni halali. Sasa mtu anasema fulani amepaa. Amefanya dhambi gani? Sasa amepaa tu. Hata mimi nikimaliza mahubiri yangu nikapaa nikaenda, si mnamshukuru Mungu. Lakini kwa vile nimepaa nikapita juu, nimekuwa mchawi. Kabla hujawa mchawi mwenyewe unakuwa mchawi rohoni mwako. Hapo ndipo utakapoamua kwenda kwa pikipiki kufanya uchawi au kupaa au kufanya nini. Kwa hiyo kwa maneno yangu hapa nimebariki wale wanaotembea kwa ungo au wanaopaa. Kwa kweli wanapaa kwa sababu ni chombo cha usafiri. Hakuna dhambi yoyote wanayoitenda. Dhambi inatokana na kile wanachokwenda kutenda. Kama unampeleka mtoto shule, paa naye na begi lake, nenda salama salimini. Lakini kama unakwenda kuroga, basi ubadilishe nia. Kwa sababu unaweza ukaenda kwa ndege, ukaroga, pikipiki au baisikeli au kabebwa kwa mkokoteni au kwa bajaji. Kwa hiyo swala ni usafiri. Kwa hiyo ndugu zangu, ninachotaka kusema ni kwamba tunapokuwa tunafanya mambo haya ya kusali, tutegemee kwamba tutapata matunda. Tunajiapiza sisi wenyewe. Sasa unasema abarikiwe kuliko wanawake wote. Sawa. Na Yesu mzao wa tumbo wake amebarikiwa. Wewe unazaa majambazi. Yeye alimzaa Mungu. Sasa unaposema barikiwe, baadaye unaanza sasa kusema Maria mtakatifu mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na saa ya kufa kwetu. Unarudia mara 200 karibu na 12. Tuombee sisi wakosefu sasa na saa ya kufa kwetu. Amen. Tunakosa nini mpaka tukarudia mara hizo 200? Na tutakapoingia kwenye asi na nini tunasali tena sio mara ngapi? Mpaka Mbunda, mpaka Karagwe, mpaka Dar es Salaam tunasali rozari. Tuombee sisi wakosefu na sasa na saa ya kufa kwetu. Huwa tunakosa nini? Tunachokikosa ndicho tunakiomba. Kwa tunaposali kwenye hii sala tumesali sala Maria nyingi, lakini tumejiapiza kwa sababu tunasema kwamba sisi tunakosefu. Tunakosa nini? Tunakula rushwa. Tunakosa nini? Hatumizi wajibu. Mlisikia mambo ya ndoa, watu wanaoishi kwenye ndoa wanavyoishi bila upendo, bila kuaminiana. Sasa hayo ndio yanatuleta hapa tusali. Kwa hiyo tunaposali kwenye sala kwenyewe huko tunajiapiza. Hilo ndilo tunda la sala, kwamba hatimaye sala inaweza kuleta uongofu. Inaleta uongofu. Na hilo ndilo jambo la msingi. Kwamba tunasali hasa kuomba msamaha tupate uongofu. Ili Mungu tunapokuwa tunamuomba, anayejua maombi yetu kabla hatujaomba, aweze kutufanya nini? Kutujibu kabla hata hatujamuomba, kwa sababu anajua kwamba sisi ni watoto ambao ni watoto elekevu. Basi tujitahidi kusali, na unapokuwa unasali au kajiunga na watu kusali, unakuwa kama umeingia kwenye ubia. Tunapokuja hapa kusali, sala yetu inapata nguvu, kwa sababu Bwana wetu Yesu Kristo amesema tunaposali kama kundi, sala yetu inakuwa na nguvu. Kwa hiyo ndugu zangu, hapa tunaposali kama jumuiya kubwa namna hii, kama tunakuja kusali kwa imani kabisa, tujue kwamba sala yetu ina nguvu, kwa sababu ni kundi. Na yule anayekuja kujiunga, atoke Dar es Salaam, atoke wapi, anakuja kuongeza nguvu katika sala yetu. Katika lugha ya biashara ni kama kuingia kwenye ubia, ili ufaidi na kampuni pia uiletee faida au kiwanda. Ndio sababu kuna waliandika katuni siku za nyuma kidogo, tulipokuwa tumeanza watu kufanya mambo ya kuwekeza na nini. Sasa mmoja akawa ameandika katuni akasema, jamani, wanatushauri kwamba tukitaka kufanikiwa katika shughuli tunazofanya hasa makampuni, tuingie ubia.
lakini anasema sisi wanyonge ubia hatuwezi kwa sababu ni gharama, walau waturuhusu tuingie usoda ili kusudi na sisi tufaidi, sababu tukiingia ubia hatuna uwezo wa kununua bia, lakini soda bei ni ndogo na sisi tuingie usoda. Anachotaka kusema, fanya unachokiweza katika mazingira yako, hakikisha kwamba kile unachokifanya unakiboresha. Unaweza ukaanza na kitu kidogo, lakini baadaye ukafanya nini? Ukaenda mbele zaidi. Ukaanza na usoda, baadaye ukafikia ubia, kwa maana ni kuwekeza. Kama nilivyosema, tumekuja hapa kufanya hija, tumekuja hapa kusali mbele ya Bikira Maria ambaye hatumuoni, tunaona sanamu yake au picha yake, lakini tunaamini Bikira Maria yuko mbinguni kama mwombezi wetu, kama kielelezo na mfano kwetu. Sasa kwa nini tujisikie tuone fahari kusali kwa Bikira Maria? Tena kanisa limeweka sala ambayo inajulikana kama sala kwa Bikira Maria duniani kote, Rozari Takatifu. Ni sala, ni ibada kwa Bikira Maria iliyo kubwa na inayotambulika kabisa. Mbali na sala zingine tunazopeleka tukapeleka binafsi mbele ya Bikira Maria, tunayo Rozari Takatifu kama sala rasmi ya Bikira Maria. Sasa tunapoisali tuone fahari kwamba tunaomba Bikira Maria. Kwa nini? Kwa sababu nitakazozitaja. Sababu ya kwanza, Bikira Maria kwa imani yetu na kwa mpango wa Mungu na historia ya kanisa na uhalisia wa mambo, yeye ni daraja linalotuunganisha kwa namna ya pekee na Mungu. Kwa sababu Mungu alipotaka kuja kwa binadamu alipitia kwa Bikira Maria. Alipojifanya mtu kwa uwezo wa Roho Mtakatifu akazaliwa na bikira. Sasa na sisi kama tunataka kumwendea Mungu, tumtumie Bikira Maria huyo, ni daraja lile linalotuunganisha na Mungu. Mungu alikuja kwetu kupitia kwa Bikira Maria. Tuone fahari, tuwe na uhakika kama Mungu ametumia daraja hilo, sisi binadamu ambao ni dhaifu, kwani tusitumie daraja hilo? Kwa hiyo tunaona kwamba tunalazimika kwa namna moja au nyingine, au ni vema na vizuri kumtumia Bikira Maria kama mwombezi yetu, kwa sababu ni daraja ambalo Mungu ameliweka la kutuunganisha sisi binadamu na Mungu mtakatifu. Jambo jingine la kuona fahari juu ya Bikira Maria kwamba tunamuomba ni kwa sababu Bikira Maria kati ya viumbe vyote vilivyoumbwa, yeye ndiye kiumbe ambacho kinazidi viumbe vyote. Baada ya Mungu anayefuata ni Bikira Maria. Watakatifu Petro wamefanya kazi, Paulo, Yohana Paulo wa pili, wengine bado wanakazana, wengine watakatifu wako hapa bado wanaishi ingawa hawajafa, lakini hakuna atakayemlingana Bikira Maria, kwa sababu Bikira Maria anamfuata Mungu. Nilikuwa nawaambia watu, mara nyingi wanawake huwa wanaraumu, wanasema kanisa lina mfumo dume. Wanawake wanaonekana watu wa chini. Sio kweli. Yaani mwanamke ndiye kiumbe anayezidi viumbe vyote. Mimi naongea hapa, lakini wanawake mnatuzidi, kwa sababu mwanamke ndiye anamfuata Mungu. Yaani akitoka Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, anayefuata ni Bikira Maria. Malaika wote wako chini yake, sisi wote tuko chini ya Bikira Maria. Sasa unaona akina mama kwamba mna hadhi kubwa kuliko hata wanaume, mjipige makofi. Wanawake mliolala, msikie, muamke, msikilize ujumbe huu. Mna heshima kubwa mbele ya Mungu, yaani mnatuzidi wote na viumbe vyote na malaika. Na nadhani mna heshima hiyo kwa sababu nyinyi wanawake. Sasa mkitaka kuwa wanaume, kuwa na tabia ya kiume, mtaisoma namba, kwa sababu mwanamke ana fadhila ambazo wanaume hatuna. Ndio sababu Mungu amemchukua mwanamke kuwa juu ya wote. Kama hatuna mfumo dume, basi ni bahati mbaya, lakini la msingi ni kwamba mwanamke ndiye kiumbe kinachozidi viumbe vingine vyote, naye ni Bikira Maria. Naona hiyo heshima mlionayo. Kwa hiyo mjisikie kwamba tuna mama ambaye ana heshima kubwa kuliko tunavyofikiri. Na kwa maana hiyo basi tumuombe, tunaamini kwamba huyu ana nguvu, kwa sababu ni Malkia wa mbingu. Ukiwa na mfalme, anayefuata ni Malkia katika heshima. Kwa hiyo baada ya Mungu, anayefuata ni Bikira Maria. Ni mtu ambaye yuko karibu na Mungu na Mungu amemtumia kama daraja. Kwa hiyo tukimuomba, tuna uhakika kwamba maombi yetu atayafikisha kwa Mungu. Jambo la tatu ambalo inabidi tufanye, tuamini Bikira Maria, ni kwa sababu Bikira Maria ni mama.
ule umama, kwa sababu huruka ya mwanamke na huruka ya mwanamume ni tofauti. Mama huwa anajali. Kwa hiyo Bikira Maria kwa huruka ya ule kwa mwanamke atajali maombi yetu tutakayoweka mbele ya Mwenyezi Mungu. Na jambo la mwisho ambalo tunamuomba Bikira Maria, Bikira Maria ameishi kama sisi, akapigana kama sisi, akafaulu. Sio mtu ambaye ni wa mbinguni. Tunaweza kaongelea malaika kwamba Mungu aliwaumba katika utakatifu, ingawaje wengine walitenda dhambi wakawa mashetani, lakini Bikira Maria ameishi kama sisi. Tunasema kwamba Bikira Maria twembembeire omwirungu tutina yoki. Kwa hiyo Bikira Maria ameishi kama sisi, kama binadamu. Kwa hiyo tuna mfano halisi wa mtu aliyeishi katika mazingira pengine magumu kuliko ya kwetu, lakini sasa yuko mbele yetu kama mshindi. Kwa hiyo na sisi tutashinda. Kwa hiyo Bikira Maria ni kielelezo cha usafi, cha utakatifu, lakini vile vile ni kielelezo cha binadamu ambaye aliumbwa akaishi kama sisi, akatimiza wajibu wake na akatukuka hivyo. Na sisi tutakapofanya kama Bikira Maria alivyofanya, kama tunavyomsifu kwamba amejaa neema, amebarikiwa kuliko wanawake wote, Mungu yuko pamoja naye, na sisi tukaomba kwamba tubarikiwe, hata kama tutamfikia Bikira Maria, lakini tubarikiwe, Bwana awe nasi, watoto tutakaozaa wabarikiwe, tuwalee vizuri. Tunategemea kwamba duniani tutakuwa na maisha mazuri na baadaye tutapata heri huko mbinguni. Baada ya kusema hayo, sisi bado muda unaniruhusu niingie kwenye hija. Tumesema pia hija ni kitu ambacho tunakifanya kama pacha katika zoezi tunalofanya. Sasa hija ni nini? Wanasema hija ni safari ya kiroho. Na safari kama safari nyingine yoyote, safari huwa ina chimbuko. Kuna kitu kinakusukuma uanze safari. Na kama unafanya safari, kuna mchakato katika safari. Kuna masurufu ya njiani, kuna kulipa nauli, kama ni dereva kuongoza vizuri gari ili usipate ajali, hatimaye ukawa ukufika kule unakotaka kufika. Huu ni mchakato, lakini vile vile huwa kuna kilele. Kwa hiyo kimsingi hija ni safari ya kiroho. Na kwa vile roho sio kitu kinachoonekana au unachokigusa, ni safari ya imani. Tunajua kwamba tuko hapa duniani kama wasafiri, na kinachotusukuma tuwe na imani au tufanye hija ya kiroho ni kwa sababu tunajiona kama tunasafiri kwenda nchi ya ahadi, kwa sababu makazi yetu halisi ni mbinguni. Sasa tunapokuwa hapa duniani tuko katika safari ya kwenda kwenye kilele kumuona Mungu aliyetuumba. Kwa hiyo katika mchakato huu ambao tunaufanya, tuna sababu ya kufanya hija, tuna mchakato, zoezi zima, mambo yote tukayofanya katika safari, na kilele ni huko mbinguni. Kwa hiyo hija ni safari ya kiroho. Lakini hija pia inaweza ikaambatana na safari inayoonekana kutoka eneo moja kwenda eneo jingine. Kwa mfano tumetoka sehemu mbalimbali, tukapanda mabasi au tukapata usafiri, tukaja, wengine wamekuja kwa miguu. Hata kama umekuja kwa kupaa kama nilivyosema, ubarikiwe sana, ukapaa ukaja hapa ukatua, halafu umefanya hatua ya kutembea kutoka eneo moja kwenda eneo jingine, kwa sababu unataka safari yako unayoifanya kwa kutembea iambatane na ile safari ambayo unaifanya kuelekea Yerusalemu ya mbinguni. Sasa hii hija unayoifanya inachangia katika ile hija unayofanya kubwa ya kwenda mbinguni. Tulipokuja hapa tukafika Nyakijoga, sio kwamba tumefika Yerusalemu ya mbinguni, hapana. Tumefika Nyakijoga kama sehemu, kama mchakato katika ile hija halisi inayotupeleka mbinguni. Kwa hiyo safari yetu inakuwa ya kutembea. Na katika maisha au katika historia ya kanisa, safari kama hizo zimekuwepo. Babu yetu Ibrahimu alitoka katika nchi yake, alipoitwa na Mungu akaenda nchi nyingine. Kwa hiyo akatoka huku akaenda huku, yeye kama yeye. Lakini pia taifa la Mungu, taifa la Israeli, walitoka utumwani Misri, wakafanya safari kwenda nchi ya ahadi. Hiyo safari inawatoa katika utumwa, inawaweka katika nchi iliyojaa maziwa na asali. Kwa hiyo hija inaweza pia ikawa na kutembea kutoka sehemu nyingine
na kwenda sehemu nyingine, au kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine kama tulivyofanya. Lakini la msingi katika hija tunayoifanya, pamoja na kwamba tumetembea ile hija ya ndani, safari ya kiroho, kwamba kinachotuleta hapa ni kwa sababu tuna safari iliyo kubwa zaidi. Tunaenda katika nchi ya ahadi, kwenye uzima ule wa milele. Kwa hiyo hija yetu inakuwa na maana hiyo. Sasa hija tunayoifanya hapa Nyakijoga vile vile ni hija ambayo inatupa rehema kamili. Unapofanya hija unaweza kupata rehema ya muda au ukapata rehema kamili. Sasa kituo chetu cha hija hiki huwa kinatoa rehema kamili, na ili uweze kupata rehema kamili, yapo mambo ambayo unapaswa kuyafanya, yapo masharti unayopaswa kuyafanya. Sharti la kwanza, uungame, ufanye kitubio, upate neema ya utakaso. Sharti la pili ambalo unapaswa kulifanya, lazima utembee kwenda kwenye sehemu iliyoandaliwa kwa ajili ya hija. Kituo hiki kimebarikiwa rasmi na kimetangazwa rasmi kama sehemu ya hija. Kwa hiyo uwe na safari, utembee uje mpaka hapa. Sharti la tatu, uwe na nia ya kupata rehema hiyo kamili. Uwe na nia ya kupata hiyo rehema kamili. Sharti la nne, usali kwa nia za Baba Mtakatifu, na mtasikia pale mwishoni tutasali kwa nia za Baba Mtakatifu. Na baadaye ukishapata neema hiyo kamili, utakuwa umekamilisha hija yako. Sasa naomba nifanye angalizo, tutakapomaliza mkesha haina maana kwamba hija imeisha. Kimsingi tunachokifanya ni sehemu ndogo ya hija. Hija yenyewe ni kesho. Kwa hiyo ndugu waumini, isije mtu kamaliza mkesha ukafikiri umemaliza hija. Yule atakayerudi nyumbani akifikiri kwamba amemaliza hija kwa sababu amesali misa ya mkesha, atakuwa hajakamilisha hija yake. Labda yule ambaye amekuja kwa sababu za msingi, kwamba labda kesho atakuwa na kazi ambayo itamzuia kuja huko, huyu atarejea, lakini atakuwa hajapata rehema kamili. Mpaka mwishoni pale tutakapopewa hiyo rehema kamili, hapo tutakuwa tumekamilisha hija yetu. Kwa hiyo ndugu waumini, pamoja na kukesha, hatuna budi kufanya nini? Kujitahidi kuhakikisha kwamba hija yetu tunaikamilisha hapo kesho kwa sala ya rehema kamili. Hapo tutakuwa tumefanya kitu ambacho kwa kweli tumekilenga, na tunatamani kwamba hiyo rehema kamili inatusaidia katika matatizo yote. Inaweza ikatusaidia hiyo neema kama Mungu ataona kwamba pale tunastahili, na kama tutakuwa tumejiweka katika hali ya mastahili kama hayo. Baada ya kusema hayo, basi niseme kwamba tunachokifanya hapa, hii hija, baada ya kueleza kusali ni nini na kuhiji ni nini, na maelezo zaidi kuhusu hija nitayapata katika kitabu ambacho kimechapishwa na lishatolewa mahali fulani. Niliyoyasema kimsingi mengi yako mle. Kwa hiyo mnaweza mkanunua hicho kitabu kwa shilingi 3,000. Alafu kama unataka kujua kuhiji ni nini, maelezo yote utayakuta humo. Kwa hiyo ndugu zangu, nawahimiza pia kile kitabu mtakapokiona kesho, mwenye uwezo basi akinunue kwa ajili ya kufuatilia yale yaliyo ndani tangu mwanzo mpaka mwisho, lakini vile vile kujua kuhiji maana yake ni nini, na unajiaminishaje kwamba sasa kweli nimefanya hija. Maelezo yote yako humo. Ndugu zangu, zoezi tunalolifanya la hija, ambayo nimesema ni pacha na sala, tunahiji lakini tunasali, tulikuze. Nimefurahi kwa kuona kati ya wale ambao wamekuja kuhiji mahujaji, pamoja na wengine kwamba wamekuja kwa sababu ni watoto wadogo wananyonya, wengine wananyonyesha mtoto wanamleta kwa sababu bado ananyonya, lakini nimeona kuna watoto wadogo ambao mmekuja nao kuwafundisha kusali na vile vile kufanya nini? Kuwafundisha kufanya hija. Tukio hilo mlilolifanya liwe mfano kwa wengine, na wale waliolifanya mlidumishe, kwa sababu dini lazima tuirithishe kwa watu.
Na binadamu kitu ambacho anakifanya kwa mazoea, sio mazoea ya kufanya utani, lakini kitu ambacho anakifanya mara nyingi kinageuka kuwa fadhila. Na ndio sababu wanasema dini ni fadhila, na fadhila ni kitu ambacho unakifanya kwa kurudia mara nyingi. Ndio sababu wanaposema katika katekisimu wanasema engesho nicho kintu kiri nyekyo koromu kazigiriro, yani unakifanya mara nyingi mpaka kinakuwa kama sehemu ya maisha yako, hapo inakuwa fadhila. Ukitenda tendo jema mara moja hujawa na fadhila ya upendo, lakini ukiwa unatenda mambo ya upendo mara nyingi, hapo unakuwa na fadhila ya upendo. Na kinyume cha fadhila ni virema, na au ina kirema kwa kosa moja. Ukilewa siku moja haujawa mrevi, unaweza ukarekebisha, lakini ukiwa unalewa tu kila mara, tayari sasa umeisha kuwa na kirema. Hapo inakuwa ni kirema, kwa sababu notamira omukazigiriro noikaro tamire mpaka nogoba atwa nobasa kunuka amarwa gonka, yani noshanemu gato na tofauti mtukayo banaenda kurize muga yeko nyagi na basa kuja kakunukiriza kashanari muga. Nilikuwa nawaambia watu kwamba watu walio kwenye ndoa wanavumilia mambo mengi. Mwenzako ni mrevi, kwa hiyo mnapokaa chumbani au pengine kitandani, yani noshanari muga yewanzuki ango ali mkimuga kieko nyagi, na mtu anaishi miaka 50 anavumilia kukaa kwenye ikimuga, mara na azoea kwa sababu imeshakuwa sehemu ya maisha yake. Kwa hiyo mnapowaleta watoto kwenye hija na mkasari nao mkawafundisha, watajenga fadhila ya imani, na wakijenga fadhila ya imani wataweza kuishi dini zao, kwa sababu sasa kitu wanachokifanya wanafanya nini? Wanakifanya kwa sababu kimesha kuwa sehemu ya maisha yao, wanakifanya mara kwa mara, yanakuwa mazoea, tena mazoea mazuri, kwamba wanasali, wanakuja hija, watampenda Mungu na miujiza itatokea, kwa sababu watu wanaofanya hivyo watafanikiwa. Tulikuwa tunaongea na watu wakawa wanasema, tulipokuwa tunasoma historia walituambia kwamba binadamu wa kwanza alitoka wapi? Afrika. Wanasema binadamu wa kwanza inavyoonekana kulingana na zile kumbukumbu tulizonazo, binadamu wa kwanza ametoka Afrika. Sababu zinazotufanya tujue kwamba binadamu wa kwanza ametoka Afrika ziko nyingi. Sababu ya kwanza wanasema lile fumbu la kichwa au mifupa ya binadamu inayogunduliwa Afrika ni ya muda mrefu wakipima kuliko ile mifupa inayogunduliwa sehemu nyingine, wala ile ambayo imeshagunduliwa. Kwa hiyo inaonekana binadamu wa kwanza aliishi Afrika. Hiyo ni sababu moja. Na sababu nyingine wanasema mabaki ya kale, vitu ambavyo watu walikuwa wanatengeneza katika ule ujuzi walikuwa nao, wanachonga vinyago, wanaandika kwenye mawe. Sasa ile kumbukumbu wanasema zinazokutwa Afrika ni za zamani sana kuliko zinazokutwa sehemu nyingine, kuonyesha kwamba inaonekana binadamu wa kwanza alianzia Afrika. Sasa kuna mtu mmoja amegundua kitu na kanikuona ni kweli, akawa anasema inawezekana ni kweli kwamba binadamu wa kwanza alitoka Afrika. Akasema kwa mfano, inaonekana Waingereza walitoka Iangiro na Wafaransa walitoka sehemu za Burundi na Rwanda. Kwa nini? Kwa sababu watu wa Iangire kitu unachokiandika sio kila anachokisoma. Kwa kumwandikira na muterere we nashoma na mutirire. Mwingereza anaandika boki, alafu anasoma buku. Anaandika time, anasema time. Kwa hiyo kwa kumwandikira tinkurirage esimu yange firema iki, omunyayangira tinkurirage esimu yange firema iki. Sisi leo Karubia mtu anaandika kata ijumbi, lakini anasema kati ijumbi. Na mwingine amesema ni kweli kabisa, kwa sababu hata mtoto mdogo anayenyonya wa Mnyayangiro anaongea Kiingereza. Wala kuna maneno ya vya Kiingereza ameisha kuwa anavijua, kwa sababu ni asili iko kwenye damu. Waingereza walitoka Yangiro. Kwa hiyo unasikia mtoto anayenyonya anasema ompibere yawe akana kato kaburure nyengero joka kama nyirugamba yawe. Sasa unaona, inaonekana Waingereza walitoka wapi? Yangiro. Kwa sababu ya kinye kya kurezire, dini kana ya kurezire ukagiye mko mata, maana yake sasa hiyo dini itadumu.
Sasa Wafaransa wanasema wanatoka Rwanda na Burundi kwa sababu wao wanakata maneno. Mtu kutoka Rwanda na kutoka Burundi kwetu huku Uayani ana shida ya kutamka maneno fulani. Umurundi tiaugira ati mpaka akarauli ako, nagira ati ompe akaraura ako, yani nono kumwegesota tena ugira ati akarauli ako, akaraura ako na akata oti ompaka koti ako ati akakota ako. No Mfaransa alikuwa katebi gamba tabikamirisha nuzome deja arrivé kwa kujya kureba ni nusi somensi kinini tukara bikata nuzome deja arrivé, yani twagobire twaragara au Mfaransa yagamba Mfaransa akaruganga Rwanda na Burundi. Tunaonaje kwamba alitoka huko? Kwa sababu Umurundi kwa asili anakata maneno kama Mfaransa, hata ukimfundisha atoki, kwa sababu iko kwenye damu. Tukiwafundisha watu dini wakaiishi wakainyonya, wataiishi hata kwa matendo. Na wale waumini ambao wanaishi imani yao au familia ambazo zilikuwa na dini, wamewafundisha watoto wakaiishi dini kama walivyofundishwa, bado wanakuwa nguzo za kanisa. Sasa tukizaa watoto tusiwafundishe dini, tusiwapeleke kanisani kama Bikira Maria na Mtakatifu Yosefu walivyokuwa nafanya, kama mlivyosikia katika mahubiri, basi watoto hao hawatakuwa na sababu ya kufanya nini? Ya kumpenda Mungu, kwa sababu hawakufundishwa, hawajui. Lakini tukiwafundisha, kama nilivyosema kwamba nawashukuru kwamba mmewaleta watoto kwenye hija, basi mmefanya vizuri. Basi tumuombe Bikira Maria ambaye ni mwombezi wetu, atuombee kwa manao tuweze kujua namna ya kusali. Na tukijua kusali, tuna uhakika kwamba tutakuwa tunaongea na Mungu. Na tukiongea na Mungu, tufike hatua tuongee na Mungu kabisa kabisa kwa ukaribu, kiasi kwamba Mungu aonekane kama rafiki yetu. Ndio sababu Ibrahimu alikuwa baba wa imani. Ilifika mahali Mungu akitaka kufanya kitu anasema sitafanya bila kumjulisha, kumpa taarifa Ibrahimu. Alipotaka kuiharibu Sodoma na Gomora, alimpa taarifa Ibrahimu, nataka kufanya hii, akafanya maombezi kwa sababu ni rafiki yake. Sasa kama una Mungu kama muumba wako, alafu ufanye urafiki na Mungu, basi unashindwa hata kuongea naye. Unamuogopa Mungu, na wakati mwingine ujiamini mbele ya Mungu. Na ndio sababu mtu anaenda kusali, kama nilivyosema, anahisi kwamba akupata kile ambacho alikuwa anakitarajia, kwa hiyo anaenda kutafuta sehemu nyingine ambayo haifai. Ni kwa sababu ya kukosa imani. Mtu mwenye imani, ukienda kusali ukiwa na imani katika Mungu, unapeleka maombi yako kwa Mungu, unamsikiliza. Na ukimsikiliza, Mungu atakwambia kile cha kufanya. Na wakati mwingine Mungu atakwambia kile cha kufanya kwa sababu ya kumsikiliza tu Mungu unayeongea naye, lakini vile vile anaweza akatuma mjumbe ambaye anaweza akakwambia kile ambacho Mwenyezi Mungu anakwambia. Kwa mfano mimi hapa ninapoongea, naongea kama sauti ya Mungu. Kwa hiyo Mungu anaweza akakupa jibu la maombi yako au kukuondolea dukuduku zako kupitia kwangu, kwa maelezo nitakayokuwa nimekupatia, kwa ushauri nitakayokuwa nimekupatia. Kwa maana hiyo tutakuwa tunatembea vizuri mbele ya Mungu. Na mwisho wa yote, ndugu zangu, tunapoomba tusilazimishe majibu, kwa sababu unamuomba Mungu ambaye anajua kile ambacho unakiomba kabla hujakiomba. Kwa hiyo tunapomuomba Mungu tusilazimishe majibu. Tumuombe Mungu, tuige mfano wa Kristo mwenyewe ambaye alikuwa anasema, kikombe hiki kingeniepuka, ningeepuka kikombe hiki, lakini kwa mapenzi yako. Na Mungu akupenda akiepuke, kwa sababu alikuwa na mpango mpana, mapenzi ya Mungu yakatimia. Kwa hiyo ndugu zangu, tunapoomba tufanye nini? Tumsikilize Mungu anavyoongea na sisi. Jambo jingine katika kuomba na kumtegemea Mungu, Mungu ameumba vitu, vile vile akaweka sheria za maumbile. Na Mungu anapenda mambo mengine yafanyike kwa kutumia hizo sheria za maumbile. Anayeugua anaweza akapona sana sana akienda hospitalini. Ukipona kwa muujiza, tunamshukuru Mungu. Lakini kimsingi Mungu ametuwekea kitu ambacho kinaweza kikakusaidia kuweza kupona. Unaweza kupona kwa muujiza, lakini kimsingi katika hali ya kawaida unaweza kupona kwa kwenda hospitali au kwa kupata ushauri na saa. Kwa hiyo ndugu zangu,
tujitahidi wakati mwingine kumuona Mungu katika hata sheria za maumbile, kwamba Mungu anataka tufanye hiki, tufanye hiki, tufanye hiki. Kama vile tulivyougua corona, kama nilivyosema, ingawaje hatuungami au hatujisafishi kiroho, lakini tunavaa barakoa, tunanawa kila sehemu, utakunda kuna maji, tunanawa, tunaweka umbali, ingawaje kwa sababu ya maambukizi kupungua, hata sisi tumelaliana hapa. Kumbe ingekuwa enzi zile za mwanzoni wa corona, wote tungetoka hapa tunaenda government, lakini kwa vile imepungua, unaona tumelaliana. Lakini tunaweka distance kwa sababu tunajua kwamba kwa akili yetu, kwa maelezo ya kisayansi, huo nao ni msaada. Kwa hiyo tunapokuwa tunamtegemea Mungu, tujue kwamba Mungu anatutegemeza pia kupitia kwa watu, kupitia mazingira tunayoishi, kupitia vitu ambavyo vinaonekana. Sio lazima uwe muujiza wa ajabu. Mimi wanawaambia waumini wangu kwamba wakati mwingine nyinyi mambo mnayoyafanya, wakati mwingine mnajifunza wapi? Kwa sababu sisi kama viongozi wenu wa dini tunakuwa mfano kwenu. Ngoja niulize, kuna mmoja alishawahi kusikia kwamba baba askofu ameugua, wakampeleka Rukindo kwenye maombi? Askofu akiugua anaenda Mgano, sikia askofu ameugua, amempeleka Mgano, amempeleka Kagondo, ameenda Muhimbili, ameenda Bugando. Sasa wewe unapougua, mtu ni mahututi, unampeleka kwenye maombi, unafanya makosa. Mtu akiugua ni mahututi, hatua ya kwanza ni hospitali, wale waliobaki waende kumuombea. Alafu isitoshe na hospitali kule kuna mtu wa kumuombea, kuna chaplain, akihitaji huduma ya kiroho ataipata. Sasa ukimchukua mgonjwa mahututi kampeleka sehemu ya maombi kwa kuamini kwamba atapona kwa muujiza, unaweza ukamuua. Kwa hiyo ndugu zangu wapendwa, mtu akiugua, hatua ya kwanza unayofanya, nenda hospitali, wale wanaobaki wanamuombea, na yeye kula anaomba, na yule anayemhudumia anamuombea. Akipona anamshukuru Mungu, au kama amepona kidogo bado na wasiwasi, ana nguvu, anaweza akaja akaomba hapa. Lakini akiwa ana uwezo wa kufika hapa, hakuna sababu ya kufanya nini, ya kumpeleka kwenye maombi bila kumpeleka kwenye hospitali. Ukifanya hivyo, maana yake unataka kusema kwamba Mungu aliyeweka hospitali na sayansi hii, maana yake hakuwa anaona mbali, au hakuwa anaona katika mpango wake. Na isitoshe, kama sisi tunataka watu wasipone hospitalini au vitu vitendeke kwa miujiza tu, maana sasa sisi tumekuwa Mungu, kwa sababu Mungu aliumba, akaweka mpangilio wake, akaweka sheria za maumbile zinaendesha mambo mengine. Anayeendesha gari lazima afuate sheria za barabarani. Asipozifuata, hata kama anapeleka watu kwenye hija, atapata ajali tu. Pale wanaposema upite kushoto, usipopita kushoto kapita kulia, hata kama umewabeba maujaji na wanasali rozari, utapata ajali, kwa sababu utaratibu umeshauweka. Ukiuka, maana yake wewe unataka kusema kwamba Mungu utaratibu uliouweka sasa ubadilishe. Watu wao wanakula kwa muujiza, wasifanye kazi wale kwa muujiza, watu waende tu wafanye nini? Kwa hiyo ndugu zangu, ninachotaka kusema, katika kusali tusilazimishe majibu ya sala. Mungu atatusikia na ana mipango yake, na tunapomsikiliza Mungu au tunapomuomba Mungu, tujue kwamba majibu mengine Mungu atatupa kupitia kwa watu tunaoishi naye. Anayeomba msaada wa school fees, kama akupata, Mungu hata mtuma malaika kwenda benki kuchukua pesa, ataharibu uchumi. Pesa utaipata kwa mtu mwema atakaye kuhurumia, unayemuombea afanikiwe katika shughuli zake. Basi akikuonea huruma anaweza kukusaidia, au akihimizwa anaweza kachanga, na ule mchango ukakusaidia. Mungu haendi benki kuchukua hela, anaichukua kutoka kwa watu. Kwa hiyo ndugu zangu, tuishi tukijua kwamba watu waishi nao ni msaada kwetu. Vitu tunavyovifanya, viwe vyako viwe wa mtu mwingine, vyote ni vya msaada kwetu. Tuishi kama ndugu, tuishi tukipendana, tuishi katika mshikamano. Kama hapa tunavyosali katika mshikamano, basi vile vile tukienda nyumbani tuishi hivyo hivyo na watu wote kwa amani na salama. Wawe ni watu wa Katoliki, wawe ni watu wa dini nyingine, ili tuwe kikorezo, tuwe chumvi. Kwa maana kwamba sisi tunapoishi fadhila za wale watakatifu, mfano wa Bikira Maria, basi tunakoleza ulimwengu. Na tukitoka hapa duniani tutakuwa tumeacha kumbukumbu nzuri kama Bikira Maria aliyekuwa Malkia mbinguni, lakini vile vile ametuachia kielelezo cha mtumishi aliyeshika amri za Mungu, aliyekuwa mtaratibu, aliyemtegemea Mungu mpaka mwisho, na hatimaye akapata kile ambacho alikuwa anakitarajia. Na sisi tukiishi hivyo tutakipata. Na washukuruni kwa kunisikiliza. Tumsifu Yesu Kristo. Mungu ni mwema kila wakati. Tumsifu Yesu Kristo.